niendelee kuwasihi na kuwaonya watawala wote wa Kiafrika. Lakini kwa sababu mimi ni Mtanzania, nitakuwa nikiongelea kwa habari ya watawala wa nchi yangu ya Tanzania kama mtu wa Mungu, nikiwa na waonya. Hilo onyo na muomba Mungu liende mpaka kwenye mataifa mengi katika bara la Afrika. Na waomba watawala kama mtu wa Mungu, na waomba jaribuni kuhukumu kwa haki, jaribuni kuamua kwa haki, waongozeni watu kwa haki, kabla hajainuka Yehu atakayetumwa na Mungu, ambaye hatakuwa na huruma kwa mwanadamu yoyote aliyeshiriki ubaya wakati wowote, ubaya wa aina yoyote wakati wowote. Na waonya mamlaka, naongea kama mtu wa Mungu. Sauti hii ya mtu wa Mungu isikike masikioni mwenu, kwamba na wasi hukumuni kwa haki, ongozeni watu kwa haki, tawaleni watu kwa haki, kabla hajainuka Yehu ambaye atainuliwa na Mungu mwenyewe. Sio Mungu ndiye atakayejilipiza kisasi, atainuka Yehu. Na huyo Yehu haijalishi atainuka katikati yenu nyinyi wenyewe ambao mnajiita mna umoja wa kutekeleza makusudi mabaya. Kwa sababu katikati yenu mnapokuwa muongozi na amuamui kwa haki, wapo watu ndani yenu ambao mnaona kwamba mpo pamoja nao, wanaumia, wanalia, wanaumizwa kwa hayo ambayo yanatendeka, kwa uamuzi na utawala unaoendelea, maamuzi yasiyo ya haki yanayoendelea, wanaumia. Kwa Mungu itafika wakati atamuinua Yehu. Ukisoma katika kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ile ya 9, alipakwa mafuta Yehu baada ya Ahabu mfalme wa Israeli kutenda mabaya, kutenda maovu mengi sana. Mungu akajaribu kumuonya kupitia vinywa vya manabii wa kina Elia, lakini bado Ahabu pamoja na mke wake Yezebeli waliendelea kutenda mabaya, waliendelea kuamua vibaya, kuwatesa wananchi. Mungu uvumilivu ulimshinda. Sio kwamba alishuka Mungu mwenyewe, hapana. Alimtafuta mtu katikati yao ndani ya ufalme wa Ahabu, akamuinua mtu atakayelipa kisasi. Aliinuka mtu anayeitwa Yehu, alikatilia mbali kizazi chote cha Ahabu na wote walioshiriki maovu. Haijalishi walikuwa watumishi wa Mungu, haijalishi walikuwa waungwana, walikuwa serikalini, walikuwa watawala, wote waliuawa, walipotezwa. Na Mungu akafurahi, akasema, hakika Yehu, hapo umenilipiza kisasi na umeuburudisha moyo wangu. Huyo mtu atakavyoinuka, msije mkamuita ni shetani, atakavyokuwa akianza kulipa kisasi kwa wote walioshiriki kumwaga damu katika nchi ya Tanzania. Hata kama walishakufa, huyo mtu ataenda mpaka kwenye vizazi vyao kulipa kisasi, kukatilia mbali waovu wote ambao baba zao au wenyewe walishiriki uovu, walihusika kwa namna moja na nyingine kumwaga damu za wasio na hatia. Sasa kama mtu wa Mungu, kabla haujafika wakati huo, na waonya mamlaka, na ionya serikali, viongozi mlioko madarakani, mlipewa dhamana ya kuongoza taifa katika njia ya haki. Mlipewa dhamana ya kuamua kwa haki katika taifa hili. Na washauri na ninawaonya, amueni kwa haki. Msije mkalifikisha taifa kwa mtu huyo atakayetokea. Atamwaga damu nyingi sana za watu walioshiriki mabaya, na wengi wa watu watalaani, watasema huyu mtu ni shetani, Mungu ataueje watu, atawaueje watu. Nimewapa mfano wa Yehu. Yehu aliua watu, aliwachinja, alimkanyaga Yezebeli, na Mungu akasema, hakika ameituliza nafsi yangu, ameufurahisha moyo wangu. Hata akamwambia kwamba kizazi chako kitatawala, akamwaidia kwa sababu ya hicho alichokifanya. Wengi wa sasa hivi watainuka watu, yatainuka mataifa wakati huo, watasema hapana, hiyo sio haki ya kibinadamu kuua watu, hiyo sio haki ya kibinadamu. Lakini hao watetezi wa haki za kibinadamu wameshindwa kuingilia kati na kuamua watu wanavyotekwa, wanapotezwa kwa sura ya ajabu sana.
wengine wanauawa hadharani, wanaenda wanatolewa kwenye mabasi, wakina Ali Kibao, wakina Deusi Soka, wakina Yusufu Chaula wamepotezwa, hatujui waliko, wengine wameuawa vibaya. Hao watetezi wa haki za binadamu hamjaingilia kati, mmekaa kimya. Atakavyoinuka huyo mtu atakayeinuliwa na Mungu kwanza kulipa kisasi, kwa sababu unajua huyo mtu atakavyoinuka atakuwa anajua mchezo wote uliokuwa unafanywa na utawala huu na utawala uliokuwa unatekeleza maovu. Atainuka huyo mtu, atalipa kisasi kwa namna mbaya sana. Kila mtu hatasema huyu sio Mungu, huyu Mungu aweze kumtuma mtu kumwaga damu, kwani asiwasamee tu na kuwafunga kuliko kuwaua? Hapana, auae kwa upanga atakufa kwa huo, anayeua kwa upanga atauawa kwa huo. Biblia ni ukweli kuliko maelezo na sheria zozote ambazo zimetungwa katika taifa hili. Sasa mimi nataka niwaonye kama mtu wa Mungu, kwa sababu najisikia uchungu sana damu za watu zinavyomwagwa zisizo na hatia. Hafu hamna hatua yoyote inayochukuliwa, hamna chochote kinachochukuliwa, uchunguzi au watu wanaitwa wasiojulikana, lakini wengine wanakuwa wanajulikana. Sasa mimi kama mtu wa Mungu na waonye mamlaka, kabla hujafika wakati huo, amueni kwa haki, tendeni kwa haki. Biblia inasema ukifanya vyema hutapata kibali. Msiwe watu wa kutetea vyeo vyenu, msije mkaviona vyeo vyenu vina thamani kuliko uhai wa mtu. Msije mkaviona vyeo vyenu ni vya maana kuliko maisha ya mtu, kuliko kuishi kwa mtu. Ni afadhali mpoteze vyeo vyenu, msimame na haki, muokoe maisha ya watu, mtende kwa haki, muamue kwa haki. Ni afadhali muishi maisha ya shida au wengine hata muuawe, lakini msimame kwenye haki, muishi kwa haki, mtende kwa haki. Hiyo itakuwa heri kwenu. Kilio hiki cha Watanzania, damu hii inayomwagwa ya Watanzania, mateso yanayoteswa watu, wanaoumizwa, wengine wanapigwa kwa magonjwa, sio magonjwa ya Mungu, ni magonjwa ya watu wanayatengeneza ili kuwatuliza hao watu. Niliongea katika klipu hiyo iliyopita kwamba alimadamu watu hao mnaowatesa, mnaowaumiza, mnaowaua na kuwafunga magerezani, alimadamu nyuma yao yuko Mungu, alimadamu wanachokihitaji ni haki, alimadamu wanatetea haki, alimadamu hao watu watakuwa wamesimama kwenye msingi huo wa haki. Nataka niwaambie, mtaua huyu atainuka mwingine, mtamfunga huyu watainuka wengine, tena wenye kasi na wenye spidi na wenye hasira ya kutaka haki itendeke katika taifa hili. Watainuka watu ambao hawataogopa risasi, hawataogopa bunduki, watakuwa tayari wafe, lakini haki iweze kutendeka. Kabla taifa halijafika kwenye machafuko hayo, kama mtu wa Mungu naonya serikali, viongozi wote mliopewa dhamana ya kuiongoza nchi hii, ya kuwaongoza Watanzania, amueni kwa haki, teteeni haki, hukumuni kwa haki kabla wakati huo haujafika. Neema ya Kristo iwe nanyi nyote. Amen.